Ebana, siku ya jana Mbosso Khan ameweza kutambulisha EP yake ambayo EP hiyo ina nyimbo 6 lakini pia na bonus track moja. Sasa kulikuwa kuna baadhi ya watu wengi sana walikuwa wanasubiri feedback ya Diamond Platnumz kwamba Diamond Platnumz yeye atajibu nini baada ya Mbosso Khan kuweza kutangaza ujio wa EP yake ambayo inafahamika kwa jina la Room Number 3. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz, licha kwamba yupo zake London na sasa hivi kwa ajili ya maandalizi ya show na wakiwemo pamoja na mastaa tofauti ambao waliongozana pamoja na Diamond Platnumz kwenda kufika huko London, akiwemo bwana mkubwa Jux, lakini pia Ommy Dimpoz, Baba Levo na pia aliweza kuondoka siku ya jana kwa ajili ya kuelekea huko London kama support tu, kwa kuweza kumpa support Diamond Platnumz. Sasa baada ya Mbosso Khan pamoja na Diamond Platnumz bana kuweza kutengana kidogo, bana ratiba hazikuweza kuwa sawa baada ya Mbosso Khan kuwa na utambulisho wake wa kutambulisha bana EP yake ya Room Number 3. Sasa ameweza Diamond Platnumz kuweza kupost post ya EP, jumla ya ngoma zote ambazo ni track list ambazo zipo kwenye EP ya Mbosso Khan, na ujumbe ambao ameweza kuandika bana Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram kwenye uwanja caption pale aliweza kuandika ujumbe ambao unasomeka hivi: Power special dedication kwa Delila wangu, mshika power zangu. Akawa amemtag pale official Zuchu, akaweka emoji fulani hivi za makopa lakini pia rose bana atokea kwa Room Number 3 ya Genius Kirungi. Bana Mbosso akasema album on all platform now. Akawa amewasanua baadhi ya watu ambao bana ni mashabiki wake kwamba kwenda kufuatilia kufuatilia kazi za Mbosso Kirungi ambazo ameziachilia bana, nyimbo hizi ambazo zimekuwa ni hit song ambazo ametoka kuziachilia siku ya hapo jana tu, kipindi ambacho akiwa anazindua EP yake. Yote hii ni mara baada ya kuweza kutoka WCB, na imekuwa ni kama Room Number 3 kuweza kutambulisha ujio wake mpya baada ya kuwa msanii huru, solo artist ambaye hayuko tena chini ya lebo yoyote. Kwa upande wa Diamond Platnumz, yeye alitamani pengine labda kuweza kuhudhuria kwenye hii bana siku maalum kabisa ya utambulisho wa EP ya Mbosso Khan, lakini cha ajabu ni kwamba ratiba ya kuweza kwenda kule London kwa ajili ya show bana ikawa imemtinga, na yeye Diamond Platnumz akaonekana kwamba kusupport kazi ya Mbosso baada ya kuweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram na kuweza kutoa ujumbe ambao ujumbe huu bana ulikuwa ni kama vile dedication kwa mwanadada Zuchu, lakini pia kumpongeza Mbosso Khan. Sasa kwa ujumbe ambao Diamond Platnumz ameweza kuandika kupitia ukurasa wake wa Instagram kama dedication fulani hivi kwa mpenzi wake ambaye ni Zuchu, ambapo alisema kwamba special dedication kwa Delila wangu, mshika power zangu bana Zuchu. Sasa kama unafahamu, kama wewe ni msomaji mzuri kabisa wa Biblia, Delila pamoja na Samsoni walionekana ni watu ambao walishawahi kupendana kidogo, lakini cha ajabu ni kama vile Delila aliweza kumkata nywele Samsoni. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz, yeye ameweza kusema kwamba mshika power zangu ni mwanadada Zuchu, lakini pia aliweza kupongeza album hii hapa ambayo ni ya Mbosso Khan, lakini pia bana kumuita Genius moja kwa moja. Sasa kwa upande wa Diamond Platnumz ameweza kusupport hii bana EP yake ya Mbosso Khan, na kama unavyofahamu kwamba Diamond Platnumz siku za nyuma hapo aliweza kukusanua kwamba aliweza kumpongezaga Mbosso kipindi ambacho hata baada ya kuweza kutoka WCB, na kusema kwamba ndo msanii pekee ambaye hajawahi kumvunjia heshima yoyote, lakini pia amekuwa na nidhamu ambayo amekuwa na ile consistency ya kumheshimu bana kila siku ambapo inaitwa leo. Ni mmoja kati ya watu ambao wanashaurika, lakini pia hata kipindi ambacho anatoka WCB hakuweza kumlipisha pesa yoyote na kumwacha kama msanii huru, hakuweza kulipa hata shilingi 100. Sasa kwa upande wa Mbosso Khan, naye ameweza kujump in kwenye hiyo post ambayo Diamond Platnumz ameweza kuipost kupitia ukurasa wake wa Instagram na kumshukuru Diamond Platnumz kwa ujumbe ambao ulikuwa unasomeka hivi: mkubwa Lion, barikiwa siku zote kaka, akaweka emoji fulani hivi za kushukuru. Lakini pia ujumbe huu kama nilivyokuambia kwamba umekuwa ni ujumbe ambao pia ni kama dedication kwa mwanadada Zuchu. Zuchu naye pia amejump in na ujumbe wake ambao ulikuwa ni kopa, lakini pia amemtag pale Diamond Platnumz. Sasa imeonekana kama sio story tena ya mahusiano baina ya Diamond Platnumz pamoja na Zuchu, imeonekana ni kitu ambacho ni uhalisia ambao unazidi kuendelea. Na kama unavyofahamu kwamba kwa upande wa Zuchu siku za nyuma kidogo hapo aliweza kufuta bana utambulisho kwamba hayupo tena chini ya record label ya WCB, akabadilisha na kujiita kwamba Mrs Nasib. Yote hii ni mara baada ya kuibuka kwa zile story kwamba Diamond Platnumz pamoja na mwanadada Zuchu walifunga ndoa ya mkeka, ambao ndoa hiyo bana ilikuwa na talaka baada ya mama yake Diamond Platnumz kuonekana kama hakuweza kupenda baada ya kuweza kufunga ndoa hiyo ya siri. Sasa kwa
upande wa mwanadada Zuchu pamoja na Diamond Platnumz wanaonekana kabisa kwamba mapenzi yao yamefika kwenye top fulani hivi ambayo labda itakuwa ni ngumu zaidi kwa baadhi ya watu kuweza kuwadondosha, cause yanaonekana ni mahusiano fulani hivi ambayo ni heavy kinoma noma. So tunaweza kusema kwamba ni big time nzuri kabisa ya bwana mkubwa Mbosso kuendelea kufanya kazi yake ya muziki kama solo artist wa kuendelea kujitegemea, na big news ni kwamba Mbosso Khan amekuwa na logo ambayo logo hiyo inaonekana kabisa kama vile anaenda kufungua record label yake ambayo inafahamika kwa jina la Khan Music, baada ya kuonekana ikiendelea ku roll kwenye video zake ambazo zimekuwa ni kama intro ya kuweza kujielezea yeye kuhusiana na Room Number 3, lakini pia kuelezea EP yake. Lakini amekuwa na hiyo logo ambayo inakuwa ina roll kwenye video yake kipindi ambacho inaanza kabisa video, imeonekana akiwa na logo ya Khan Music. Sasa kwa kweli kama mdau wa burudani, make sure kwamba unaendelea kukaa mkao kula. Sasa hivi ni kwamba nyimbo zake zote kwenye hii track list ya EP yake ambayo ametoka kuiachilia bana zipo kwenye social media zote. Kama hujazisikiliza basi nenda kazisikilize. Hata pia wimbo wa Power ambao Diamond Platnumz ameweza kusema kwamba umeupenda, umezungumzia sana masuala mazima ya mapenzi humo ndani. Ukifika pale basi unaweza ukaupata wimbo na uko fresh kabisa. Kwenye wale watu ambao mnapenda nyimbo fulani hivi ambazo ni romantic, basi unaweza kaipata hii nyimbo bana, iko fresh kabisa, na nyimbo zake zote ambazo ni track list za kwenye EP ya Mbosso Khan na ziko good kabisa. So kaa kula kwa ajili ya kusubiri bana videos ambazo zitaweza kutoka baada ya bana lyrics videos kuweza kupandishwa kwenye platform tofauti bana. Hata pia kwenye upande mzima wa YouTube kule zinapatikana, lakini bana official videos zitaenda kutoka mdogo mdogo, kama vile ambavyo tunavyofahamu kwamba hata pia kwa bwana mkubwa Jay Melody bana siku ya hapo nyuma kidogo alipoweza kuachia album yake ya Therapy, aliweza kuachilia album kwanza ambazo zilikuwa ni official audio, akapiga pale official lyrics videos, baadaye sasa ndio akaanza kuachilia video fupi video kwenye nyimbo moja. Sasa hivi ni hata pia kwa upande wa Mbosso Khan watu wanatarajia hivyo kwamba baada ya kuweza kutambulisha EP yake basi ni video za EP bana kuweza kupatikana kwenye mitandao ya kijamii. Lakini zote kwa zote zimeonekana ni EP fulani hivi ambazo cover page zake zinaonekana kama maisha fulani hivi ambayo ni ya kiuswahilini sana, maisha fulani hivi ambayo ni ya kawaida. Sasa pengine tutaona bana kwenye video zake ambazo zinakuja za Mbosso Khan kukiwa kuna maisha fulani hivi ya kiuswahilini sana, na watu wengi tukiwa tunatarajia hivyo bana. Mbosso Khan ndo amejump in kwenye faili la burudani kwenye Sawasawa Online Digital. Make sure kwamba una subscribe kwa ajili ya kupata taarifa kadha. Until next time, bye bye.